kunako bodi ya ligi, ambapo mara baada ya mchezo wa dabi ya Kariakoo Young Africans dhidi ya Simba kuahirishwa hapo jana, mwenyekiti wa bodi ya ligi ambaye ni Steven Mguto amesema ni mapema sana kuzungumzia iwapo kanuni zilizopo za uendeshaji na usimamizi wa ligi hiyo zina madhaifu ama zina dosari, huku akiwataka wadau kujiandaa kutoa maoni yao iwapo watahitaji kanuni hizo ziweze kufanywa maboresho, na zoezi hili litafanyika pale pindi ambapo msimu utakapomalizika. Mguto amesema hayo katika mahojiano na mwanamichezo Jacob Kapaya, lakini kwanza hapa anaanza kwa kuelezea kwamba ni imani yake kubwa kwamba waliokiuka ama waliokwenda kinyume na kanuni wenda kuanzia sasa watakuwa wameanza kujifunza baada ya kilichojiri hapo jana. Mguto: watu nadhani wameelewa kanuni zinasemaje. Sidhani kama watarudia kitendo hiki. Kanuni wanazielewa, wamezisoma. Kwa hiyo nina uhakika kabisa kwamba watu watakuwa wamejipanga na kuacha taratibu ziendelee kama kawaida. Mwenyekiti, kuna haja yoyote ya kurekebisha kanuni ili kitendo ambacho kimejitokeza hapo jana kisijirudie? Ni mapema mno kusema marekebisho ya kanuni, lakini mkiona inafaa wakati wa kanuni zikija, huwa sisi tunawatumia taarifa kwamba mwenye mawazo yake atoe mawazo ili tuziboreshe kanuni. Nimekuambia kwamba baada ya msimu tunatoa circular kuwa invite watu wote wenye mawazo yao mazuri katika kurekebisha hizi kanuni. Kwa hiyo wakati ukifika na wewe utaona circular yetu na wewe utatakiwa uchangie. Kwa kila mdau hatuna restrictions. Kwa kila mdau atapewa nafasi ya kutoa mawazo yake ya kuleta hii. Lakini bahati mbaya hizi zote tunazisambaza kwa clubs, kwa watu binafsi, waandishi na nini. Lakini mwisho wa siku unakuta ni club moja au mbili ambazo zimeleta mawazo yao. Unakuta ni mtu mmoja au wawili wameleta mawazo yao. Halafu mwisho wa siku vitu kama hivi vikitokea mnaanza lawama. Ndio maana nakwambia lawama tumezizoea kakaangu. Upande wa bodi ya ligi mmeumizwa kwa kiasi gani kitendo cha mchezo mkubwa wa dabi kutokufanyika hapo jana? Kwenye mpira maumivu yanatokea tu kila mara, mpaka tumekuwa sugu katika maumivu. Kwa hiyo maumivu kadri mpenzi alivyoumia ndio sasa tulivyoumia na sisi. Kwa sababu tunapopanga kitu tunakipanga ili tuwe kumalizika salama. Sasa inapotokea mshkeli, kwa sema kweli hakuna mtu anafurahia katika jambo hilo. Kwa hiyo nina imani kabisa clubs, viongozi wa clubs wataendelea kuzisoma hizi kanuni vizuri na kuwaelimisha watu wao ili jambo kama hili lisijitokeze tena. Lakini Yanga wanasema bodi ya ligi mtakapopanga tarehe mpya ya mchezo wa Yanga dhidi ya Simba wao hawatashiriki. Mdomo ni wao ndugu yangu, mdomo ni wao, akili ni zao. Kwa hiyo watakavyoamua, sisi tutaenda na ratiba zetu. Tukishaamua kwamba tumepanga mchezo, basi tunaenda na ratiba zetu. Unless kutokea jambo la msingi kabisa ambalo linapelekea kwamba hii isiwezekane kucheza, sawa. Lakini kwa maneno hayo unaoniambia, nasema mdomo ni wao na uongozi ni wao na timu ni yao. Mwenyekiti, huoni kama inawezekana mchezo huo usipigwe tena kwa sababu Yanga inaonekana una msimamo? Ngoja kwanza tupate tarehe. Tarehe itakapotoka ndio tutasikia mawazo ya kila mtu, atacheza au hatacheza. Mwenyekiti, jana Yanga walifika uwanja wa Benjamin Mkapa na wakafuata taratibu zote za kimchezo. Pengine bodi ya ligi hamkuwapa taarifa kama mchezo huo umeahirishwa? Wewe ndio unaniambia kwamba Yanga wataenda kiwanjani. Mimi sina habari, ndio unaniambia. Asante sana kwa kunitaarifu. Kwa hali hiyo nitashindwa kukujibu kwa sababu sikujua chochote. Labda ofisi yangu inajua, lakini mimi binafsi sikujua kama Yanga walikwenda uwanjani. Hata kama unasema hukuwaona kwenye mitandao ya kijamii, hukuona kama wamefika uwanjani? Mimi mitandao si mara nyingi naingia ndugu yangu. Kwa hiyo kama wao wameruhusiwa kufanya mazoezi jana, basi ni mipango yao mizuri. Kwa sababu hao waliowaruhusu ndio hao waliowazuia Simba. Kwa hiyo
walikuwa na sababu zao kwa nini wanawazuia Simba, na wao wanazo pia sababu zao kwa nini wanawaruhusu Yanga. Mimi siwezi kulisemea hilo. Basi kama ulikuwa huna taarifa, ni kufahamishe Yanga jana wamefika uwanja wa Benjamin Mkapa na wakafuata taratibu zote za kimchezo. Basi nakushukuru sana, na siku nyingine pia taarifa kama hizo nipe, kwa sababu mimi si mwingiaji kwenye nani hii, kwenye social media hizo. Kwa hiyo nitafurahi sana ndugu yangu tukiweka urafiki huo wa kusaidiana katika kupeana taarifa. Asante sana, na uendelee kufahamisha bwana. Mimi ni mvivu sana wa kusoma social media huko. Kuingia kwenye social media ndivyo. Ukipata mtu kama wewe unanipa taarifa, nitashukuru sana bwana. Sawa. Mimi nakushukuru mno. Tuko marafiki sasa, au sio? Ndio, mimi na wewe ni marafiki kabisa. Kuna mashabiki ambao hapo jana wamefika uwanja wa Benjamin Mkapa, baadhi kutoka mikoani na wengine nje ya nchi. Pengine unawaambia neno lipi? Duniani kuna hasara inayotegemewa na hasara nyingine haitegemewi. Ikitokea ya kuto kutegemewa ni bahati mbaya kwa watu waliokula hasara. Lakini nina imani kabisa kwamba watu wenye tiketi zao wakizitunza vizuri, nadhani tamko litakalotolewa litakuwa ni mwongozo kwa waliokata tiketi wataingiaje mchezo unaofuata. Sasa kwa nini hamjaomba radhi? Kwa sababu kuna baadhi ya mashabiki, baadhi pia ya wadau wa soka ambao wamepata hasara kutokana na kutokuwepo kwa mchezo wa hapo jana. Sisi bodi ya ligi ndio tumefanya makosa. Umaahirisha mchezo kutokana na hali ya mambo ilivyokuwa. Kwa hiyo ukisema unataka kuisakama bodi ya ligi iombe radhi, labda kukuridhisha wewe mtangazaji tuombe radhi, lakini sioni sababu kwa nini tuombe radhi. Kwa hiyo upande wenu mnaona mpo sahihi, hakuna sababu ya kuomba msamaha? Mimi nasimamia katika maamuzi tuliyoyafanya. Kama ni mabaya mazuri tutajua siku za mbeleni, lakini tumefanya maamuzi kunusuru mpira wetu. Kila mtu ana tafsiri yake. Wewe utatafsiri ni maamuzi mabaya, kuna mwingine atatafsiri kwamba tumefanya sawa, na kuna mwingine yuko katikati tu haelewi kama ni maamuzi mabaya au ni maamuzi mazuri. Maisha yako ndugu mtangazaji, umeishaishi bila lawama. Hilo neno la lawama lipo na litatolewa na kila mtu anavyopenda kulitoa. Wengine watalaumu bila sababu, wengine watalaumu wanazo sababu. Basi ndio maisha ya binadamu yalivyo. Kwa hiyo mimi siwezi kuwazuia au wanaotoa malalamiko yao waendelee kutoa malalamiko, lakini maamuzi tunayoyafanya nadhani ndio maamuzi sahihi na yenye afya kwa ajili ya ligi yetu. Mazungumzo baina ya maswahiba wawili, Jacob Kapaya na mzee wetu Steven Mguto, yakinogeshwa na kujengwa kwa mahusiano ya kiurafiki, uswahiba. Kapaya kuanzia leo atakuwa special penyeza taarifa za mitandao ya kijamii kwa mzee wetu Steven Mguto. Ajitahidi afanye jukumu vizuri kabisa. Kuanzia na kupitia ushawishi wa ndugu yetu Jacob Kapaya. Mwenyekiti amesema bwana, kwa kumridhisha kwa sababu ni maswahiba, basi anaomba radhi kwa walio kumbana na kadhia, lakini kinyume cha hapo wao hawakuhusika kwa lolote na wanasimamia taarifa yao, na maamuzi waliyofanya ni kwa ajili ya kunusuru mpira wa Tanzania. Sahihi. Maana yake ni maamuzi ya busara alofanyika. Mpira unarudishwa wakati wadau wakiamini kwamba bodi ya ligi ukiwemo Derek Lisu pamoja na Malusu, wao ndio wanaonekana ni watu wa kwanza kunyooshewa kidole kwa kuahirishwa kwa mchezo wa jana. Mzee Steven Mguto anarudisha mpira kwa waliokosea ambao mnawajua au nyamoja mnawajua Waliokosea. Sasa umesikia maamuzi aliyofanya ni kwa ajili ya kunusuru tu mpira. Yani kiufupi ni kwamba bodi ya ligi wamejiondoa katika hili, wamefanya maamuzi kwa ajili ya kunusuru mpira wa Tanzania. Waliingizwa kwenye mtego wa kufanya maamuzi ya kibusara na wameingia. Wameingia kwa sababu maamuzi yalotoka ni maamuzi ya busara, sio maamuzi ambayo yanazingatia kanuni. Who is at fault? Nadhani jana nilizungumza.
kwamba kwa asilimia kubwa, mimi binafsi kwa upande wangu viongozi wa Simba wao ndio walianza kukosea. Sasa jana nilizungumza, lakini watu wengi hawakupata side ya story ya Simba kilichochagiza wao kufanya walichokifanya. As a journalist, naomba leo nizungumze kwa upande wa Simba. Simba walitrain mara mwisho Alhamis jioni. Uwanja wa Bunju ambao Simba wana train hauna taa. Hauna taa. Watu hilo tunalifahamu. Yani hawezi kutrain pale usiku. Kwa hiyo viongozi wakaona ni mandatory wao kwenda kutrain kwenye uwanja wa Mkapa siku moja kabla ya game. Walifika uwanja wa Mkapa majira kama saa 1 kasoro hivi. Wamefika pale, kilichotokea ni kwamba wakaanza kuambiwa taarifa haipo, na kwa bahati mbaya sana wahusika ikiwemo match commissioner hakuwepo. Na nadhani siku 3 kama sio 4 nyuma ule mkeka ulitoka, si match coordinator, si nani, match commissioner wote walitoka, lakini siku moja kabla ya game siku ya training hawakuwepo. Ilifanyika jitihada za kuwatafuta, match commissioner akafika, na mpaka anafika ilikuwa majira kama saa 2 hivi, muda ushaenda kama lisali moja. Simba hapo wachezaji bado hapo kwenye basi. Jitihada za wadau ama niseme match commissioner kuhakikisha kwamba Simba anaingia ndani kutrain zilifanyika, na mpaka dakika ya mwisho wakakubaliwa kwamba bwana zameni fanyeni hata mazoezi dakika 40-30. Kiutaratibu alipaswa wafanye lisali moja, yani maana yake kutoka saa 1 na dakika 15 mpaka saa 2 na dakika 15. Kwenye kuingia haso ndo ikawa kubwa. Baadhi ya watu ambao kwa sura kama ilivyozungumza taarifa ya bodi ya ligi walikuwa wanaonekana ni watu wa Yanga. Ni moja kati ya watu ambao walishinikiza ama waligoma Simba kuingia uwanjani. Kidogo hali ilikuwa sio sawa sana. Vurugu za hapa na pale. Kwa ripoti ambazo ninazo ni kwamba hata baadhi ya viongozi wa Simba kuna wengine walipitia mushkeli. Kuna mmoja inasemekana nguo yake ilichanwa. Ambaye huyu kwa taarifa ambazo ninazo ni CEO. Kwenye vuta ni kuvute. Kwa hiyo kilichofanyika pale ni kwamba match commissioner alichukua ripoti yote kamili, kilichotokea, Simba walifika saa ngapi, ilikuwaje, wakazuia kiasi gani, nini kilitokea, vyote vikaandikwa. Simba wakarejea Bunju. Na wakiwa njiani viongozi walifanya kikao cha dharura nini kifanyike. Walizungumza, lakini mwisho wa siku final say ni kocha mwenyewe Fadlu. Fadlu ikabidi azungumze na viongozi, aulizwe, bwana coach, kilichotokea ndo kimetokea, kesho tuna game. Fadlu akawa moja kwa moja direct akasema kwamba hawa wachezaji hawajatrain tokea jana. Paka leo tunapozungumza masaa yanafika 24. Maana yake siku nzima hawajatrain. Kurejea Bunju kutrain hawawezi kwa sababu uwanja hauna taa. Logistically kutumia uwanja mwingine kwa ajili ya kutrain inawezekana ilikuwa ni ngumu kwa sababu taarifa hawajaitoa. Hapo kumbuka ni saa 3 hapo inaelekea saa 4 hapo wanapoelekea. Fadlu akasema nataka tu risk. Kesho wachezaji waingie uwanjani wakiwa psychologically broken kwa sababu theme ya timu kukaa kambini ni kumwandaa kifiziki lakini pia kumwandaa kiakili. Kwa tukio ambalo limetokea, Fadlu aliamini kwamba psychologically hawa wachezaji hawawezi kucheza kesho. Stand ya Fadlu ilikuwa ni kwamba kama inawezekana game isogezwe mbele siku moja maybe, lakini kesho kuingia uwanjani kwa hii hali ambayo ni jana hii. Viongozi nao wakakaa wakaskuti kwa lugha za mtaani kwamba sisi tunaweza tukaelewa kwamba kilichotokea kimetokea, kesho tucheze game. Lakini tunazungumza kwa upande wa mashabiki sasa ambao washashuhudia tukio ambalo limetokea, social media ishasambaza mambo ambayo yameonekana. Alafu kesho maybe convincingly tu wakafungwa uwanjani. Yani maana yake siku ya game ambayo ilikuwa jana wakafungwa goli 3. Je, mashabiki wataelewa nini kimetokea? Kwa hiyo viongozi baadhi ya Simba pia wakaona hii risk ya kwenda kucheza game kesho, wachezaji wakiwa hawajafanya training. Nakumbuka paka kesho saa kifika inakuwa ni masaa takriban 48, siku 2 timu ya train. Kwa hiyo stance ya viongozi wa Simba ili kwamba kikosi chetu hakiko fit kisaikolojia,
na kifiziki kucheza game ya kesho ambayo ni ya jana. Maana yake hapo CEO akaagizwa, bwana toa ripoti, waambie bodi ya ligi stance yetu, lakini pia sisi tutoe taarifa. Kwa hiyo ndo side ya story ya upande wa Simba Sports Club kilichotokea kuelekea game ya Kariakoo ambayo ilipaswa ipigwe Jumamosi. Okay, sawa. Ngoja tutarejea kwa sababu wadau pia, kwa sababu ni story ambayo tumeanza kuizungumza tangu jana. Tutakwenda kusikia upande wa wadau nao wana kipi, kwa sababu bodi umesikia walichokizungumza na naondoka na kauli ya kwamba wamefanya maamuzi ya kunusuru mpira wa nchi. Maamuzi sahihi kwa ajili ya kunusuru mpira wa nchi. Kwa Lissu utarejea kidogo kwa sababu mwanzo alisema lawama anapeleka kwa viongozi wa Simba. Ila maelezo yalipoishia naona kama hawamo kwenye lawama. Au sijaelewa mimi. Nitakwambia kwa nini nasema lawama ziende kwa viongozi. Ili jambo lilikuwa lifanyiki miaka ya nyuma. Yaani miaka hivi karibuni kushuhudia kwamba kwenye Kariakoo Derby Simba au Yanga aidha ambaye ni mgeni train kwenye uwanja siku moja kabla game ni swala ambalo lilikuwa ni geni. Ile swala ambalo lilikuwa ni halifanyiki kwanza mosi. Kwa hiyo walijaribu kufanya kitu ambacho mara nyingi hakifanyiki. Sio kwamba ni sahihi, lakini wamejaribu kukifanya, repercussions zake waliziona. Binafsi mimi kwa upande wangu kutoka saa 1 jioni mpaka saa 3 naelekea saa 4 I'm not very sure about the timing. Inawezekana aliondoka mapema kabla hapo, lakini I'm sure saa 3 alifika pale. Binafsi walitumia muda mrefu sana kubaki pale. Na huenda yote yangeepukika kama wangeweza pia kuzingatia hizo kanuni ambazo walisema wenyewe walikuwa wanazi exercise. Kama mmefika kwenye uwanja wa mazoezi mmegomewa kufanya mazoezi, wahusika wale wagomea mnawajua. Kanuni pale pale zina state kwamba nyie ambao mnapaswa kufanya mazoezi siku moja kabla ya game, mkishindwa ama mkizuiliwa kufanya mazoezi, adhabu yake pale imeainishwa. Kwa maana yake Simba walipaswa kuondoka. Adhabu ichukue mkondo wake. Simba wakatumia muda mrefu sana kukaa pale. Na ukija tu kwenye hali ya kawaida, scenario ya kawaida, sababu ya kuto kutrain siku moja kabla game ina mashiko, lakini sio mashiko makubwa sana. Kwa sababu we have seen this before, ishai ku happen. Sasa najaribu kuwavalisha viongozi wa Simba viatu vya timu nyingine. Kuna msimu Coastal Union kwenye uwanja wa Uhuru alipiga goli ngapi? 7-8. 7. Alifika asubuhi ile game. Nakumbuka alikuwa na shida zao, alifika asubuhi. Kocha alikuwa Juma Mgunda. Baada ya game akasema tumevuna tulichokipanda. Medi alifunga ile game, sijui hat-trick. Okay, alifunga na John Raphael Boko kama nakumbuka vizuri alifungwa. Imagine kwamba Coastal Union wangesema kwamba tuchezi mchezo kwa sababu ya train. Ingekuwa ni sababu ambayo of course tunajua nini kingetokea ama ambacho kingetokea. Sababu ya pili ambayo kwa nini bado na walaumu viongozi wa Simba, maamuzi ambao waliyafanya baada ya wao kushindwa kufanya mazoezi kikanuni. Kinachozungumzwa ni kwamba mkishindwa kufanya ama kutrain, kanuni nasema kwamba mgomee mechi. Yani tukistick na kanuni kama wao walitumia kanuni yao exactly ya kusema kwamba sisi tunatakiwa tufanye mazoezi siku moja kabla ya game. Hiyo kanuni imepindishwa na kuna ambao wamekosea wanajulikana. Wao wanapaswa kugomea mechi kikanuni. Kanuni nasema hivyo kwamba kwa sababu haja train tunagomea mechi. Jambo ambalo pia ni geni. Kwa mimi binafsi taharuki yote chanzo ni Simba. Kitu kigeni ambacho kilikuwa kifanyika wakajaribu kukifanya. Sio kigeni, yani ni kikanuni. Derek Lissu ni kipo sawa, ijapokuwa hailazimishwi. Kama inawezekana ndio wanasema kwamba kama una alternative yako ya kufanya mambo yako ndo hapo ndio maana nasema kwamba kwa sababu watu wanabaki kwa bodi ya ligi kwa sababu wanaopaswa kusimamia majukumu hayo ya huyo match commissioner labda waliishi kwa mazoea, kwa sababu kama wangekuepo kwa wakati kwenye eneo la tukio, tafsiri yake ni kwamba sidhani kama hao wanaotajwa kuwa waliwazuia Simba Sports Club wangekuwa na hiyo power ya kuwaweka Simba saa 2 pale pasipo kufanikiwa kuingia uwanjani. So nabaki kwenye eneo la kuamini kwamba wakati sawa, inawezekana kwa maoni yako unaona Simba wamekuwa ni sehemu ya kukwamisha huu mchezo, lakini naamini wasimamizi
ambao ni bodi ya ligi hawana pa kukwepa katika hili. Hawana kwa kukwepa. Yaani sio kwamba bodi hawana pa kukwepa. Ndio mimi pia kuna kitu najiuliza. Tuko kwenye stage ya uchunguzi sasa hivi. Vidole vinanyoshwa kwa Simba, vinanyoshwa kwa Yanga, vinanyoshwa kwa bodi ya ligi, vinanyoka zaidi vinaenda mpaka kwa TFF. Sasa nani anakwenda kuchunguza? Kwa sababu wote hawa sasa wako kwenye bakuli moja. Kuna vyombo vipo ambavyo yani specifically yani si uchunguzi bodi yenyewe. Sasa nayo imo katika kutakiwa kuchunguzwa. Okay. Kila mtu kosa lake linafahamika. Sema kosa la Simba ni kugomea mechi. Hiyo ndio kosa lao. Kosa la upande wa Young Africans ni kuwazuia Simba kutrain. Sawa. Kosa kwa upande wa bodi kushindwa kusimamia ipasavyo usimamizi wa kanuni, sababu kama kanuni zipo usimamizi libidi ufanyike kwamba wahakikishe kweli hii sheria ambayo Simba wanapaswa kutrain inatekelezeka. Okay, pande zote ambazo unazungumza zina makosa. Ndio maana kauli ya mwenyekiti kwa usihitaji yani uhitaji kuwa na D zaidi ya 2 kuzungumza kwamba walifanya maamuzi kwa maslahi mapana ama kunusuru mpira wa Tanzania. Baada ya kutokea yaliyotokea kuhusiana na swala zima la dabi, kwa upande wa uongozi tunasema TFF wenyewe kubwa zaidi wamezungumza maamuzi ambao waliyafanya ni kwa manufaa au masilahi mapana ya ligi kuu soka Tanzania bara, kwamba kuamua mchezo kutokuchezwa, kusitisha ni maamuzi ambayo yanaenda kuwa mazuri kwa upande wa maslahi ya timu, lakini kila mmoja anazungumza la kwake. Wapo ambao wanapeleka lawama kwa Simba, wapo ambao wanapeleka lawama kwa Young Africans, wapo ambao wanapeleka lawama kwa bodi ya ligi yenyewe kutokana na swala zima ambalo limeweza kutokea kutokusimamia vyema zaidi misingi hii ambayo wameiweka wao wenyewe. Kila mmoja amekuwa na maoni yake kuhusiana na hili, lakini walitoa taarifa kwamba kuna uchunguzi utafanyika na baadaye watakuja na majibu zaidi. Nani ana makosa, kipi ni kipi, nani anastahili kuweza kupata adhabu, ni swala la kusubiri uchunguzi kuweza kukamilika kuona nini hasa kitakuwa kimeweza kupatikana kuhusiana na sakata zima hili ambalo linaendelea. Simba walianza kwenda uwanjani na kushindwa kufanya mazoezi na kuamua kutokucheza huo mchezo, lakini baadaye bodi ya ligi wakatoa taarifa kusitisha kwa mechi na Young Africans. Baadaye wakakipeleka kikosi uwanjani kama ambavyo ilikuwa inatakiwa kuweza kufanyika. Mambo yako hivyo, kizungumkuti ni kikubwa. Nani yupo kwenye mstari sahihi ni swala la kusubiri bodi ya ligi wao wenyewe wafanye uchunguzi na kutoa majibu nini hasa kitaenda kufanyika. Tuambie na wewe maoni yako kutokana na hili ambalo limezungumzwa, lakini kitu ambacho kinaendelea kati ya Simba na Young Africans si mara ya kwanza mambo kama haya kuweza kujitokeza kwa upande wa Simba na Young Africans hadi dabi kupelekea kuahirishwa. Tuambie maoni yako, lakini kubwa tu usiache kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Mtanange TV.